Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi. Ukraine imedai kuzipiga takriban ndege 40 za Urusi katika kile kinachoonekana kuwa moja ya mashambulizi makali zaidi hadi sasa kwenye anga la Urusi. Kulingana na taarifa kutoka kwa idara ya usalama ya Ukraine SBU, ndege za kivita za kimkakati za adui zinateketea kwa wingi nchini Urusi. Imesema Ukraine imeendesha operesheni kubwa maalumu inayolenga kuharibu ndege za adui Urusi. Imesema zaidi ya ndege 40 zimelipuliwa, ikitoa video ya kutisha ambayo inasema inaonyesha shambulio la ndege isiyokuwa na rubani katika uwanja wa ndege wa Belaya katika mkoa wa Irkutsk, Serbia. Ndege za kivita zimeshambuliwa huku milipuko ikionekana na moshi ukiongezeka. Ripoti zimeonyesha kuwa ndege nyingine zimeshambuliwa katika uwanja wa ndege wa Olenya karibu na Murmansk. Vyombo vya habari vya Urusi vikiripoti shambulio hilo huku Murmansk, lakini vinasema ulinzi wa anga unafanya kazi. Shambulio la Irkutsk pia limeripotiwa. Wakati huo huo, mamlaka ya Ukraine imesema kuwa ndege zisizo na rubani 472 na makombora 7 ballistic na cruise yalihusika katika wimbi la mashambulizi ya usiku wa kuamkia jana dhidi ya Ukraine. Hili linaweza kuonekana kuwa shambulio moja kubwa zaidi la Urusi hadi sasa. Ukraine imesema ilipunguza malengo 385 ya angani. Katika hatua nyingine, taarifa za kustajabisha na za kina kuhusu shambulizi la mapema leo nchini Urusi zimetolewa kwa vyombo vya habari kisiri. Taarifa hizo zinatoa maelezo zaidi kuhusu jinsi jeshi la Ukraine lilivyopanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya kambi 4 za jeshi la anga la Urusi. Kwa mujibu wa vyanzo ndani ya huduma usalama ya Ukraine, operesheni hiyo iliyotambuliwa kama Spiderweb ilichukua mwaka mzima na nusu kupanga na ilisimamiwa na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Aidha, vyanzo hivyo katika kitengo hicho vimesema kwamba ndege zisizo na rubani za aina FPV zilizotumiwa na kitengo hicho cha SBU zilirushwa angani na kufuatwa baadaye na majumba yaliyopo kwenye magurudumu yaliyotengenezwa kwa mbao. Pindi tu zilipoingia ndani ya himaya ya Urusi, ndege hizo zisizokuwa na rubani zilifichwa chini ya paa za majumba na kuwekwa juu ya malori. Wakati wa shambulio hilo, paa za majumba hayo zilifunguliwa kutoka mbali na kuzipatia ndege zilizokuwa na rubani nafasi ya kupaa angani tena na kulenga kambi za jeshi la Urusi zilizokuwa karibu. Picha za video ambazo zimetolewa zinaonyesha ndege hizo zisizokuwa na rubani zikitoka kwenye paa ya mojawapo ya malori yaliyobeba majumba hayo. Ukraine inakadiria kwamba hasara iliyopatikana ni ya thamani ya dola bilioni 2 sawia na pound bilioni 1.5. Ukraine ililenga karibu silaha aina Tu-95 ambayo ni silaha kubwa zaidi ya kurusha mabomu inayofahamika kama BIA. Pia silaha nyingine ya Tu-22M3, silaha inayorusha mabomu kwa masafa marefu, na A-50 ambayo ni ndege ya kutahadharisha majeshi mapema kwamba kuna tishio linakaribia. Katika hatua nyingine, mkuu wa jeshi la ardhini nchini Ukraine Jenerali Mykola Wodipyavsky amejiuzulu kutokana na shambulizi la kombora aina ballistic kutoka Urusi ambalo lililenga na kuharibu kambi ya mafunzo ya jeshi ya Ukraine mapema Jumapili, ambapo wanajeshi 12 waliuawa. Na mamlaka ya Urusi inamshikilia dereva wa lori anayedhaniwa kuhusika katika shambulio la ndege za kivita. Chombo cha habari kinachoendeshwa na serikali ya Urusi TASS kimeripoti kuwa dereva wa lori linaloaminika kuhusika na shambulio hilo la ndege zisizo na rubani atahojiwa na polisi. Ripoti hiyo imeongeza kuwa idadi kamili ya ndege zisizo na rubani za UAV bado hazijahesabiwa, lakini imesema hakuna tishio kwa umma kwa wakati huu. Mimi ni Awadhi Rashidi na endelea kufuatilia Arusha One Radio.